Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa taarifa ya kikao cha Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Democratic Party DP iliyokutana leo tarehe 18 Aprili katika mkoa wa Morogoro. Kikao hiki ni kikao cha kawaida cha Halmashauri Kuu ya chama na kinakutana baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Katika kikao cha leo mambo mbalimbali yameweza kujadiliwa, ikiwa ni pamoja na kupokea taarifa ya mkutano mkuu kuhusu marekebisho ya katiba ya chama ambayo kwa kauli moja Halmashauri Kuu imeyapokea na yameweza kufanywa kazi. Yale maelekezo yote ya mkutano mkuu yamekubaliwa na Halmashauri Kuu katika vipengele ambavyo vimeainishwa. Lakini pia Halmashauri Kuu imezungumzia hali ya kisiasa baada ya uchaguzi mkuu ambao kwa kauli moja Halmashauri Kuu imeweza kupongeza Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa usimamizi mzuri iliyofanya katika zoezi ambalo chama chetu pia kilishiriki, kwani mgombea wetu wa urais aliweza kuhesabiwa kura hata mahali ambapo hatakuwa na mawakala. Kwa hiyo Halmashauri Kuu imepongeza kwa kauli moja. Lakini pia Halmashauri Kuu kwa kutambua kwamba uchaguzi huo ulikuwa na wagombea wengi akiwemo mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Abdul Juma Mluya, Halmashauri Kuu imewapongeza wagombea wote ikiwa ni pamoja na mgombea aliyeshinda ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia Halmashauri Kuu imezungumzia vipengele mbalimbali ikiwemo ni pamoja na taarifa ya kamati ya maadili ambayo ilipewa kazi na mkutano mkuu uliofanyika tarehe 26 mwezi wa 7 2025 mkoani Dodoma. Katika mkutano mkuu huo ambao ulimsimamisha aliyekuwa mwenyekiti wa taifa ndugu Philipo John Fumbo na kutoa maelekezo ya kupelekwa shauri lake kwenye kamati ya maadili ya taifa, na Halmashauri Kuu imepokea taarifa ya kamati ya maadili juu ya mwenendo ambao ulifanywa na huyo aliyekuwa kiongozi. Halmashauri Kuu imepokea taarifa ya kuitwa kwake zaidi ya mara 3 na kupewa taarifa na namna ya kuweza kujitetea au kutoa majibu kwenye kamati hiyo, lakini hakuweza kufanya hivyo. Hivyo kamati ya maadili imetoa maoni na mapendekezo yake kwa mkutano mkuu wa taifa kuwa ndugu Philipo John Fumbo aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Democratic Party avuliwe wanachama, na Halmashauri Kuu imepokea na kukubali mapendekezo hayo ambayo yatapelekwa katika mkutano mkuu wa taifa kwa maamuzi ya mwisho. Lakini pia mkutano mkuu umepokea taarifa kutoka kwenye Secretariat ya Taifa juu ya mwenendo mbaya wa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa DP Democratic Party upande wa Zanzibar ndugu Peter Agathon Magwira, ambaye katika uchaguzi wa mwaka uliopita aliweza kwa mamlaka yake mwenyewe alitangazia taifa kwamba Chama cha Democratic Party kimekaa na kukubaliana kumuunga mkono aliyekuwa mgombea wa urais wa Zanzibar ambaye ndiye rais aliyeshinda ndugu Hussein Ali Mwinyi, na akitambua kwamba chama hakikuwahi kukaa wala hakupewa mamlaka hayo na kikao chochote au mwenyekiti wake wa taifa, hivyo akawa amevunja katiba ya chama na Secretariat ilimchukulia hatua za kumsimamisha. Kwa msingi huo basi, Halmashauri Kuu imekubaliana na maamuzi yaliyopitishwa na Halmashauri Kuu, kamati ya Secretariat ya taifa juu ya mwenendo wake mbaya, na imekubali shauri lake litaamuliwa na mkutano mkuu, lakini kwa hatua ya Halmashauri Kuu amevuliwa wanachama. Kwa hiyo shauri lake limepelekwa katika mkutano mkuu utakaofuata
endapo atapata au atapenda kukata rufaa. Kwa hiyo halmashauri kuu imebariki maamuzi yaliyofanywa na Secretariat, kwa maana kwamba ndugu Peter Agathon Magwira leo tarehe 18 mwezi wa 4 2026 amesimamishwa uongozi na kuvuliwa wanachama wa chama cha Democratic Party, na hivyo anapewa nafasi ya kujitetea kwenye mkutano mkuu utakaofuata. Lakini pia halmashauri kuu ya taifa imepokea taarifa ya Secretariat juu ya waliokuwa wajumbe wa kamati hiyo ambao pia mienendo yao ambayo imekwenda kinyume na taratibu na katiba ya chama, na wameweza kuleta tafrani ndani ya chama, na halmashauri kuu imeamua pia kuwasimamisha na kuwavua wanachama. Wa kwanza ni Feruzi Msambichaka aliyekuwa katibu mwenezi wa taifa, Neema Mwakitwange aliyekuwa katibu wa kina mama taifa, Mayunga Sagunda aliyekuwa mwenyekiti wa vijana, Antonia Dosi aliyekuwa mwenyekiti wa kina mama, Antoni Vigero aliyekuwa katibu wa mipango na uchumi, Grace Baravuma aliyekuwa mwenyekiti wa mkoa wa Iringa, Shukrani Mtui alikuwa katibu wa mkoa wa Iringa, Janet Mashingia alikuwa katibu wa mkoa wa Kilimanjaro, na Saaduna Abdurahmani katibu aliyekuwa mgombea mwenza wa urais katika uchaguzi mkuu uliopita. Hawa wote kwa mujibu wa mamlaka yao ambao uteuzi wao uko chini ya ofisi ya katibu mkuu, hivyo halmashauri kuu imeamua kuwavua wanachama na wanapewa nafasi ya kukata rufaa kwenye mkutano mkuu wa taifa endapo kama hawatakubaliana na maamuzi ya halmashauri kuu, na hii ni kutokana na katiba ya chama chetu. Kwa hiyo wanachama 13 wameondolewa hadhi ya kuwa wanachama. Kwa hiyo leo halmashauri kuu, hayo ni mojawapo ya maazimio au shughuli ambazo zimefanywa na mkutano mkuu. Kumbuke kwamba mkutano mkuu huu ni wa kawaida na kwa mujibu wa katiba yetu unafanyika mara 2 kwa mwaka, na vile vile kama halmashauri kuu imeendelea kuwasisitiza na kuwaomba wanachama wote wa DP nchi nzima kuendelea kuilinda amani ya nchi yetu na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa nchi ya amani, umoja na upendo, na tuhakikishe kwamba tunashirikiana na taasisi nyingine katika kuitunza amani yetu na kufanya kazi ambazo amani yetu inatuelekeza tufanye. Na vile vile halmashauri kuu imewaomba Watanzania kupuuzia na kutokuzungumzia habari za uchaguzi zilizokwisha pita, kwa maana habari za Oktoba 29. Ni vizuri tukaendelea kufanya kazi kwa bidii pasipo kukumbushana yale yaliyokwisha tokea, kwa sababu tunapokumbushana basi tunayafanya yale yaliyotokea yaendelee kuwepo. Sasa tusonge mbele, nchi yetu inatutaka tufanye kazi kwa bidii, umoja na mshikamano. Pamoja na maazimio mbalimbali yaliyofanywa na katika kikao cha leo cha halmashauri kuu kilichofanyika leo tarehe 18 mwezi wa 4 2026 mkoani Morogoro, halmashauri kuu kwa kauli moja imepitisha azimio la kumpongeza na kumtakia heri na kazi kubwa aliyoifanya aliyekuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chetu cha Democratic Party, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa chama chetu wa taifa, Mheshimiwa Abdu Juma Mluya, kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kueneza siasa na amani ya nchi yetu, lakini kuomba kura. Lakini moja ya ajenda alizokuwa amezishikilia au kuzitangaza sera za chama cha Democratic Party ni pamoja na sera ambazo sasa serikali imeamua kuzichukua na kuzifanyia kazi, ikiwemo elimu pamoja na afya, hasa kwenye suala lile la maiti ambalo tulilizungumzia kwa undani zaidi juu ya maiti kuchajiwa. Lakini pia na elimu, tumeona kwamba hata maboresho ya elimu ambayo yanafanywa sasa ni sera ya DP. Kwa hiyo halmashauri kuu imechukua maelezo hayo na kazi nzuri ambayo
inafanywa na serikali, tunaitakia heri katika utekelezaji wa sera ya DP, na sisi DP tunasema kwamba sera zetu sasa zinashirikiana na serikali. Kwa hiyo tunampongeza mgombea wetu Mheshimiwa Abdul Juma Mluya ambayo halmashauri kuu imepitisha azimio hilo. Asanteni.